Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Serikali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo yenye lengo la kuimarisha maisha ya wananchi, ikiwemo ujenzi wa kituo cha utalii unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 22 kwa lengo la kukuza uchumi wa wananchi na taifa kwa ujumla. Akizungumza na wadau wa habari, wahariri na waandishi wa habari katika kongamano la taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Afrika MISATAN, mkuu wa mkoa wa Iringa Bwana Heri James amesema katika mkakati wa kukuza sekta ya utalii na kuongeza pato la taifa, serikali imeendelea na maboresho ya miundombinu ikiwemo ukarabati wa uwanja wa ndege ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha ili kuchochea ukuaji wa uchumi kwa kanda ya nyanda za juu kusini. Kuimarisha miundombinu ya usafiri wa anga, hatua inayolenga kuongeza idadi ya watalii na kuboresha uzoefu wa wanaotembelea hifadhi hiyo. Kwa sasa tunavyozungumza, ndani ya hifadhi ya Ruaha pale tumejenga uwanja wa ndege ambao mtu anaweza akatoka kokote moja kwa moja akashukia hifadhini na akaendelea na shughuli za utalii. Kazi hii inafanyika ili kuongeza thamani ya utalii ndani ya mkoa wetu. Vile vile kupitia mradi huo wa Rigro, ujenzi wa eneo la kambi za watalii yani campsite katika hifadhi ya Kilombero Nature Reserve imegharimu jumla ya shilingi bilioni 1, hatua inayochangia kupanua fursa za utalii wa asili na kuongeza mapato yatokanayo na sekta ya utalii. Kwa ujumla, uwekezaji huu wa serikali unaendelea kuimarisha sekta ya utalii katika ukanda huu, kuvutia wawekezaji na watalii zaidi na kuchangia kwa kiasi kikubwa ukuaji wa uchumi wa mkoa wa Iringa na mtu mmoja mmoja. Ndugu washiriki, mbali na miradi hiyo, serikali imeendelea kuimarisha sekta ya usafiri wa anga katika mkoa wa Iringa. Katika juhudi hizo, uwanja wa ndege wa Iringa umefanyiwa ukarabati mkubwa uliogharimu takribani shilingi bilioni 64. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Iringa Bwana Benjamin Sita amewasisitiza waandishi wa habari kutumia kalamu zao kubadili fikra za vijana na jamii kwa ujumla katika kutumia rasilimali zilizopo hapa nchini ili kujiletea maendeleo, huku mwenyekiti wa MISATAN Bwana Edwin Soko amesema lengo la kongamano hilo ni kukuza ushirikiano baina ya waandishi wa habari na serikali. Kwa pamoja na tutakayojadili mazuri ya resources na rasilimali na fursa zilizopo, lakini tusisahau sisi kama wadau wa MISA kuhakikisha tunabadilisha fikra za vijana na wenzetu wengi kuamini kwamba wanaweza na kutumia opportunity nyingi zilizopo na sio kusubiri watu kutoka nje ndio waje watu badilishie mazingira yetu. Habari za kimaendeleo. Leo hii kuna wakuu wa taasisi hapa watatuambia mazuri, watatuambia changamoto na sisi tutayabeba. Lakini mgeni rasmi vile vile ni kuimarisha uandishi wa habari unaolenga kwenye suluhisho. Ndio maana wapo wenzetu hapa wa Iringa, waandishi wenzetu na wengine ni wanachama wetu. Si ndio jamani? Uandishi wa habari wa suluhisho. Kazi ya uandishi wa habari, ndugu zangu waandishi wa habari, ni kujenga, is it right, yeah? Constructive role, never destructive role, si ndio? Na tuendelee kufanya kazi kwa weledi za kujenga zaidi. Nao baadhi ya wadau akiwemo afisa matekelezo kutoka mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF Bi Elizabeth Mwankanye mkoa wa Iringa na afisa maliasili mkoa wa Iringa Dr. Guliana Bahati wakaeleza mikakati ya taasisi zao na fursa zilizopo kwa jamii. Kwa kuona muhimu wa wananchi wake wote wakaamua kuleta usawa kwa huyu mkulima na yeye ajiunge na hifadhi skimu, ajiwekea kibasari kidogo kidogo, lakini mwisho wa siku na yeye anapostahili watu wawekeze kufuga nyati, fuga swala, fuga ndezi, fuga sungura pori. Kwa hiyo hilo yote tuna encourage ili kuweza kukizi haya magusa ambayo yataanzishwa. Tukitegemea ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.